Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya kipekee tufike hapa Kakamega siku ya leo. Nimshukuru ndugu yangu Mheshimiwa Nabii Nabwera, mbunge wenu wa hapa Lugari, kupanga ili tupate nafasi hii kukutana na wananchi wa hapa na vile vile kuwa na ibada hii ya maalum ya kuombea taifa letu, umoja wetu na maendeleo ya taifa letu la Kenya, ikiwemo amani katika taifa letu la Kenya. Mimi nasema asante sana kwa wale wote mliohusika ili tuweze kupata ibada hii ya maalum. Mimi nimefurahi sana. Nilikuwa hapa wakati mmoja, nimefurahi kurudi tena. Na mkinialika nitarudi tena. Si ndio? Na mnipangeko kidogo. Ama namna gani? Mimi nataka niseme hivi. Kwanza niseme asante sana kwa watu wa Kakamega, watu wa Western, kwa ushirika wenu na umoja wenu na vile tunafanya kazi kwa pamoja. Mimi nasema asante sana kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu. Nasema asante sana kwa ile umoja. Mimi ninaona askofu wetu ametunenea neno la Mungu na akasema umuhimu wa amani na umoja. Amesema katika Zaburi 133 mahali alitusomea kwamba how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Yani mandugu wakiishi pamoja kwa umoja. Na amesema mstari wa 3 kwamba katika umoja wa wananchi wa taifa pale Mungu anaamurisha baraka. So tumeshukuru sana askofu. Na mimi nasema shukurani kwa sababu mliponipatia nafasi hii ya kuwa kiongozi wa taifa la Kenya. Niko na majukumu mawili ya muhimu. Ya kwanza ni kuunganisha taifa letu la Kenya, kuondoa mipaka ya dini, ya kabila, ya sehemu, ya maeneo, ya mirengo, ndio taifa letu liwe taifa moja. Kwa sababu vile askofu ametueleza, hivyo ndivyo mapenzi ya Mungu, umoja. Na ndio sababu watu wengi wananiuliza maswali. Mbona umeunda serikali ya broad based? Mbona umelete wale ambao hawakutupigia kura ndani ya serikali? Mbona umelete wale ambao walikuwa wapinzani ndani ya serikali? Askofu, umenisaidia kuwajibu. Neno la Mungu linasema ni vyema watu wakiishi kwa pamoja, kwa sababu katika umoja huo Mungu atatuletea baraka. Ama namna gani Kakamega? Asante sana askofu kwa kunisaidia kujibu watu wajeuri wengine wananiuliza maswali. Na ndio sababu hiyo mnajua tulikuwa na mirengo tofauti tofauti. Hata na huyu mbunge wenu alikuwa mpinzani wangu wa mambo makali. Si ndio? Lakini Mungu ni nani jameni? Tumesema ya kwamba kwa sababu ni vyema sisi kama wananchi wa taifa la Kenya, ili tuweze kupiga hatua ya kwenda mbele, ni vizuri tufanye kazi kwa umoja pamoja. Na nataka nimshukuru ndugu yangu Nabii na wale viongozi wengine wote ambao tumekubaliana na tumeamua. Mimi na Mheshimiwa Raila Odinga wakati tulikubaliana tuunganishe taifa letu la Kenya, viongozi wengine wote wakakubaliana na sisi. Mimi nasema asante sana. Na mimi nitahakikisha, Mungu akinijalia, ya kwamba tunaondoa hizi mipaka ambazo zinatugawanya. Tunaambiwa ya kwamba umoja ni nguvu.
Kutengana ni udhaifu. Kwa hivyo tukitengana, we become weak. Lakini tukiungana, tunakuwa na nguvu, tunaweza kusukuma mambo yale yatakayobadilisha taifa letu la Kenya. Ndugu zangu watu wa Kakamega, mimi nawauliza, katika harakati hii ya kuunganisha taifa letu la Kenya, naomba usaidizi wenu, naomba umoja wenu. Mnakubali tuungane jameni? Ndio tufanye kazi kwa pamoja? Hebu nione wanasema tuungane tufanye kazi kwa pamoja. Basi, asanteni sana. Jambo la pili ambayo niko na majukumu mlionipatia kama kiongozi wa taifa hii ni maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kwa sababu ndio kiini, ndio sababu ya kuwa na serikali. Kazi ya serikali ni kupanga vile maisha ya wananchi itabadilika, miradi ya maendeleo itapatikana, na Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele, tuondoe umaskini, tuondoe njaa, tuondoe ujinga, tujenge taifa ambayo inatufaa sisi zote. That is my second assignment ambayo mmenipatia kama kiongozi wa taifa hii. Na hiyo vile vile nawaeleza nitafanya na bidii, na nitawaeleza kwa kifupi mahali hiyo kazi mlionipatia ama assignment mlinipatia imefika. Si ndio? Kwanza mliniambia ya kwamba mnataka tuzalishe chakula ya kutosha. Mnataka tuhakikishe ya kwamba kilimo inashughulikiwa ndio itusaidie kutupatia chakula na iweke pesa kwa mifuko ya wananchi wakulima wengi. Mlisema hamkusema bwana? Na ndio sababu hiyo nikasema mahali pa kuanzia kuongeza chakula katika taifa letu la Kenya ili tuweze kuondoa njaa ni kuhakikisha kwamba tuna support wakulima. Na ndio sababu tukapunguza kama serikali gharama ya mbolea, tukahakikisha kuna mbegu ya kutosha ambayo imefanyiwa utafiti, na sababu hiyo ndio mnaona kilimo Kenya imebadilika. Magunia ya mahindi tuliozalisha 2022 ilikuwa 44 million. Magunia ya mahindi tuliozalisha mwaka uliopita ilikuwa 64 million. Nyinyi wenyewe mmesema na mnajionea kule mashambani, kwa mapenzi ya Mungu tuko na mvua ya kutosha, mmetumia mbolea ya kutosha. Mwaka huu makadirio yetu ni kwamba tutapata mahindi magunia milioni 75. So mambo ya kilimo inasonga mbele. Niliwaeleza vile vile kilimo ya chai tumeweka mpango mzuri, tunafanya kazi na KTDA, tumewasaidia kupunguza gharama ya mbolea. Ile mapato imepatikana kwa kilimo ya chai imeongezeka from 138 billion mpaka mwaka huu tulipata 215 billion. Nilikuja hapa Kakamega na nikawaeleza ya kwamba hii kilimo ya miwa ndio imelete matatizo makubwa na kuongeza mambo ya umaskini sehemu hii ya Western Kenya. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu ilikuwa inasimamiwa vibaya. Watu wachache walikuwa wanafaidika. Mwananchi anapeleka miwa yake, anangojea miezi 6 hajalipwa. Ule mfanyikazi wa kampuni hajalipwa. Mwisho ni pesa ya serikali tunatafuta kuja kulipa mkulima ambaye hakulete miwa kwa serikali. Tunakuja kumlipa mfanyikazi ambaye hafanyi kazi kwa serikali. Hiyo ni ujinga ama si ujinga? Ni ujinga mkubwa sana. Sasa nikuulize wewe, mtu hajakufanyia kazi, unamlipa mshahara kwa njia gani? Na ndio nikasema mambo ni mangapi? Nilisema mambo ni matatu. Nilisema. Si ndio? Na wale wakora wote, sasa wale wajuaji walikuwa hapo. Sasa wameingia kwa laini namna hii. Hapa Mumias mahali ilikuwa miwa hailipwi, sasa miwa inalipwa kwa majira. Wafanyikazi wa Mumias hamujasikia kwamba hawajalipwa, wanalipwa ifika tarehe 25, 27 wanalipwa. Nilikuja hapa kupatiana bonus. Na hiyo ilikuwa kidogo. Mimi narudi hapa Disemba hapo Mumias kupatiana bonus mara 2 ile tulipatiana Januari mwaka huu. Hiyo maneno nimepeleka Nzoia. Kulikuwa na wajeuri sana kule. Nimepeleka hiyo maneno Muhoroni.
Nimepeleka hiyo maneno Chemelil mpaka imefika Soni. Hiyo mahali yote tumewafukuza wakora, tumewaondoa matapeli, na nimesema ya kwamba ile leasing program iko pale. Number 1, mkulima alipwe 10 days. Akipeleka miwa yake siku 10 awe amepata pesa yake. Mfanyikazi alipwe kama wafanyikazi wengine. Na Disemba vile vile mimi nakuja Nzoia kupatiana bonus. Mimi nitaenda Chemelil, mimi nitaenda Moroni, mimi nitaenda Soni. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba kilimo ya miwa haileti umaskini, inaleta utajiri katika sehemu hii. Kwa yale mambo machache tumefanya, just by reorganizing in the last 2 years, tumemalizia hapa kupanga tu maneno hapa Mumias, na watu kujua ya kwamba hakuna mchezo. Mapato ya kilimo ya miwa imetoka bilioni 50. Mwaka huu tumepata mapato ya bilioni 90. My program ni kuhakikisha ya kwamba ile pesa tunapata kutoka miwa iwe sawasawa na ile pesa tunapata kutoka chai. Saa hizi tunapata kutoka chai bilioni 215. Hapa kwa miwa tulikuwa 50 billion. Sasa tumefika 90. My program is to make sure in the next 2 to 3 years we will be getting as much from tea as we are getting from sugarcane, ili tuondoe umaskini. Kwa sababu kama kilimo haileti pesa kwa mfuko ya mkulima, inaleta umaskini. Tumeelewana jameni? So vile vile nimemweleza Waziri Oparanya, mbali na hii maneno ya miwa, pia tuko na kilimo ya kahawa ambayo tayari nimeirekebisha. Wakulima wa kahawa walikuwa wanapata shilingi 60 kwa kilo moja. Mwaka huu wamepata 130, 140, 150 kwa kilo moja. Ni mnanielewa? Uliza wale watu wa kahawa. Na ndio nimesema mbali na nyinyi kuwa wakulima wa mahindi, hiyo ni ya tumbo, tuwe na kilimo ya miwa ya kuweka mfuko pesa, na tuongeze ya kahawa ya kuweka mfuko pesa. Nyinyi watu wa Kakamega mko tayari? Na mimi nishapatiana pesa milioni 500 kwa Waziri Oparanya anunue seedlings, ndio tupatie wakulima hasa wa sehemu hii ya Western, kwa sababu ilichelewa siku nyingi, na ndio mambo ya uchumi sehemu hii bado iko chini, because we do not have enough cash crops ambayo wakulima watatumia kuinua uchumi wao. That is my commitment, na hiyo kazi inaendelea. Na vile niliambia watu wa Mumias, lazima turekebishe this whole sector. Hiyo ni kazi yangu ya kwanza. Muliniambia nirekebishe kilimo, ama hamko niambia? Mnaona ile kazi imefanyika kwa kilimo? Na bado wale tuko na wajuaji wadogo pale wako na kizirani kidogo, lakini watakutana na mimi. Jambo la pili, muliniambia elimu ni ya muhimu, na mnataka kila mtoto wa Kenya apate elimu sawasawa na mtoto wa Mkenya mwenzake. Tulikuwa na changamoto kubwa ya CBC. Tulikuwa na changamoto kubwa ya watoto ama walimu wachache. Tulikuwa na changamoto kubwa ya mambo ya university. Ilikuwa inafungwa kwa sababu hawakuwa na pesa ya kutosha. Nikatengeneza jopo ya kutupangia vile tutarekebisha sekta hiyo. Nyinyi mnaelewa. Sasa tumefanya mambo matatu ya muhimu kwa kilimo. Number 1, ile pengo tulikuwa nayo ya walimu, tumeajiri walimu 76,000 wapya. Nimeweka kwa budget hii pesa ingine shilingi bilioni 2.5 ya kuajiri walimu wengine 24,000. Mimi nataka kujaza walimu 100,000
by Januari. Ndio kila mtoto wa Kenya akienda shuleni, jameni, akutane na mwalimu, kila mtoto apate elimu, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Jambo la pili, tukasema tuweke funding model mpya ambayo inahakikisha ya kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi sawa ya kusoma. Na ndio sababu tumeweka a student-centered funding model ambayo itahakikisha watoto wa kutoka jamii maskini wanalipiwa scholarship na serikali 90%. Mzazi alipe tu 10%. Mtoto kama wangu na huyu Nabii, sisi tutapatiwa scholarship ya 40%. Kwa sababu sisi tuko na pesa kidogo na mshahara, si ndio? Mama mboga tumlipie 90%, huyu na bwera apate 40%. Ama mnataka tuendelee namna gani? Si namna hiyo? So that tuweke usawa, kila mtoto wa Mkenya apate nafasi ya kusoma. Vile vile tumerekebisha maneno katika university. Sasa ile university ilikuwa na matatizo, tumerekebisha. So mliniambia nirekebishe mambo ya kilimo na ndio nimefanya. Na ilikuwa sio kazi rahisi. Simulisikia iko makelele mingi. Kwa sababu unajua kurekebisha kitu iko na watu wamezoea maneno hapo katikati, lazima upite na hawa kidogo ndio mambo iende sawa sawa. Ama ni aje jameni? Vile vile mliniambia ya kwamba tunataka pia tupange mambo ya afya. Na niliwaeleza ya kwamba wananchi wengi bado wanaingia kwa umaskini kwa sababu ya kulipa gharama ya hospitali. Mtu anaenda hospitali, bili inakuja 1,100, 1,500, milioni 2, anauza mbuzi, anauza kuku, anauza shamba ili kulipa bili ya hospitali. Ni kweli ama si kweli? Na ndio nikasema lazima tuwe na mfumo mpya ambayo itawasawazisha yule wa chini na yule wa juu wawe sawa. Tuweze sisi wote kwenda hospitali tupate matibabu, na kila mtu aende nyumbani bila ya kuuza ng'ombe yake ama kuuza kuku yake ama kuuza mbuzi yake ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Na ndio sababu tumetengeneza hii UHC, Universal Health Coverage, Taifa Care kwa SHA. Na mimi nafurahi ya kwamba katika hii mpango for the first time Wakenya 4.5 milioni wametibiwa na kulipiwa na SHA. Tumelipa 41 billion kwa kulipa gharama ya matibabu ya Wakenya. Hapa Kakamega, nataka nimshukuru gavana wenu. Kwa sababu Kakamega, hata ingawaje hawako mbele sana, bado gavana utajikaza kidogo. Kwa sababu Kakamega kwa counties 47, Kakamega ni number 21. Inang'ang'ana, si mbaya sana. Wananchi almost 39% wameregister. Yani wananchi vile mlisikia gavana amesema 713,000 people in Kakamega wamejiandikisha. Ukijiandikisha pale, tunataka tujue unaishi mahali gani, uko katika zahanati gani, ndio tuweze kupanga dawa, ndio tuweze kupanga wauguzi, na tuweze kupanga vile utalipiwa wakati utakuwa mgonjwa. Ni mnanielewa? So kila mmoja wetu hapa tunataka mjisajili, mjiandikishe. Tumesema kama serikali wale wako na uwezo watalipa kulingana na uwezo wao. Wale hawana uwezo tutawalipia kama serikali ya Kenya. Lakini kila mmoja wetu ataenda hospitali, atatibiwa, ataenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu hiyo gharama itachukuliwa na mpango ambayo tuko nayo ya serikali. Kakamega, mnanisikia? Na tumekubaliana na hawa magovernors, tumeketi chini na wao. Mbali na hii mpango yetu ya SHA ama Universal Health Coverage ama Taifa Care, mpango yake ni 3. Ya kwanza, tuwe na pesa ya kulipia gharama ya matibabu. Ya pili, tuhakikishe ya kwamba kuna madawa
kwenye mahospitali zetu. Wananchi wengi wanalalamika ya kwamba wakienda hospitali wanakuta hakuna dawa. Ni kweli ama si kweli? Si pale kwa hospitali ndio shida, hakuna dawa? Tumekubaliana na hao magavana. Sasa mpango mpya ni kwamba zamani ilikuwa inaletwa dawa Kakamega, inakuja kukaa kwa store, alafu ndio inatoka Kakamega inakuja Jebaiwa. Sasa tumesema madawa ikitoka Nairobi ikuje Jebaiwa straight, isiende Kakamega. Tumeelewana? Madawa isiende kukaa kwa store Kakamega, mwananchi anangojea hapa. Saa zingine madawa inakaa Kakamega kwa store mpaka ina expire, na mtu wako hapa anahangaika na ugonjwa. Sijui kama tumeelewana. So tumekubaliana na hao governors ya kwamba new program ni kwamba every facility, na mimi nataka niwashukuru governors, wamekubaliana na sisi ya kwamba vile hii shule ya Kivaiwa hapa, si ndio? Si hii shule iko na kamati ya kusimamia? Si iko na chairman ya board na wale wengine wote? Sasa hospitali pale chini pia tutakuwa na board ya kusimamia ya wananchi. Ndio kama hakuna dawa, mwananchi wanaanza kupiga report mapema, na wao ndio wasimamizi. Na pesa ya SHA hatutakuwa tunatuma Kakamega, tutakuwa tunatuma kwa hospitali yenu hapa, na kamati yenu ndio itasimamia. Madawa inakuja hapa, nyinyi ndio mtasimamia. Mko tayari ama mko tayari? Tunaelewana? Si ya shule inafanya kazi? So tumesema mambo mengine mawili, nilisema mambo matatu. Number 1, pesa ya kulipia gharama. Number 2, kuhakikisha kwamba madawa imekuja hospitalini. Number 3, tuwe na equipment na tuwe na wafanyikazi. So mimi nawauliza kila mmoja wetu ujiandikishe, ndio tuhakikishe ya kwamba tunajua wananchi wangapi katika kila zahanati, kwa sababu serikali inatuma pesa kwa hospitali kulingana na wananchi ambao wanaishi pale. Sasa kama hamjajiandikisha, nyinyi ndio mnaharibu kazi ya matibabu ya hapo kwenu. Everybody must register, ndio tujue kuna wananchi 500, tutume pesa ya kutoshana na wananchi 500. Kuna wananchi 3,000, tutume pesa ya kutoshana na wananchi 3,000. Waumbulile, mumesikia hii maneno ama mumenielewa? Tunaelewana? Na ndio mnaona hiyo sasa taratibu tunaweka ya kusaidia mambo ya matibabu. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba tusiwe na wananchi wanaingia kwenye matatizo ya kuuza mali yao kwa sababu ya kutafuta pesa ya kulipia gharama ya wale wako kwa hospitali. We must all be united in that matter. Jambo la mwisho, mlinieleza mambo ni mengi, lakini wacha niseme tu ya mwisho leo. Mliniambia pia nipange ajira ya hawa vijana wetu. Vijana mko? Vijana mko? Mbona sikii sauti ya vijana wa hapa Kakamega? Vijana mko? Nataka mnisikize vizuri. Tulikubaliana ya kwamba tupange ajira ya hawa vijana, kwa sababu tatizo kubwa la taifa letu la Kenya ni ukosefu wa kazi. Na kazi haipatikani, kazi inapangiwa ndio ipatikane. Tukingojea tu kazi ipatikane, tutangojea muda mrefu. That's why we must have a plan on how to create jobs. Na ndio sababu tumeweka mipango mara 4 ya kupanga ajira ya hawa vijana. Na nataka vijana mnisikize vizuri. Number 1, tumeweka program ya development ya physical facilities. Tuko na program ya housing. Nikiongea na nyinyi sasa, vijana 1250 Kenya wanafanya kazi kwa program ya housing. 250,000. Pale iko kazi ya aina yote. Mesikia hii Kakamega tunajenga, tayari tumepatiana kandarasi ya nyumba 4,800. Pale Milimani the first house program iko tayari. Nitakuja mwezi wa 7-8 hii nikuja nipatiane
funguo za watu kuishi ndani. Another 2,000 housing units tumetangaza hapo inajengwa. Kule Mumias tunajenga. Different 8 locations hapa Kakamega tunajenga affordable housing. Tunajenga soko 21 mpya hapa Kakamega. Tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 2 ya kujenga masoko. Mmesikia mjumbe wenu akisema tuko na soko Chekalini, tuko na soko tunajenga hapa Luandet, tuko na soko tunajenga kule Pan Paper. Mnanielewa? 3 kwa constituency yenu. Lakini Kakamega mzima 21 markets. Nia yetu ni kupanga ajira ya vijana na vile vile kuhakikisha kwamba mazao yetu ya kutoka shambani isiharibike, kwa sababu hiyo soko iko na storage, iko na cold room, iko na mahali ya kuuza mazao yenu. Tuhakikisha kwamba mazao ambayo yametoka shambani isiharibike, kwa sababu hakuna mahali pazuri pa kuweka store, hakuna mahali pazuri pa kuweka cold room. Ndio tuweze kupunguza post harvest losses na tuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha ya kufanya nayo biashara na kulisha taifa letu la Kenya. So there is opportunity, young people, to work in our programs. Kazi ya pili ambayo nimepangana na hawa vijana, nataka vijana wanisikize tena. Tuko na program ya digital jobs. Tumekubaliana Jitume Center. Mumesikia mbunge wa Bwana Aseka akisema pale kwa TTI yao tayari vijana wanafanya kazi. Mumesikia mjumbe wenu akisema pale kwa TTI nafasi imepatikana ya vijana kufanya kazi. Nikiongea na nyinyi sasa hivi tuko na vijana 200,000 Kenya mzima ambao wanafanya kazi katika mitandao ya digital jobs. Wewe kijana wa Kakamega, anza kujipanga, kwa sababu tumepatia pia wabunge sasa pesa kujenga ICT hub kwa kila ward kwenye taifa letu la Kenya. Pale kwa ward tunataka ICT hub ambayo itapatia nafasi vijana kama 100, 200, 300 ya kufanya kazi katika mitandao, kwa sababu tayari tumenegotiate na kampuni za kimataifa vile wa Kenya ni wafanyikazi hodari na vile wanaweza kufanya kazi katika mitandao. Jambo la tatu kwa hawa vijana, and I'm talking to the young people of Kakamega as I talk to the young people of Kenya, ndio muanze kujipanga na mahali kuna nafasi ya kujisimamia na kufanya kazi. Sehemu ya tatu, tumekubaliana na hawa wabunge, tumesign kitu inaitwa bilateral labor agreement na kampuni karibu 5 tayari, zingine 19 ziko katika pipeline. Nikiongea na nyinyi, vijana zaidi ya 1400 wametoka Kenya hii, wameenda kufanya kazi sehemu tofauti tofauti duniani. These members of parliament wataweza kuwapanga na kuwaeleza how we are going to have young people mwenye wanataka kufanya kazi nje ya Kenya, pia tuwapange na nafasi hizo za ajira, so that we can take the nation forward, na tupange nafasi ya vijana wetu kupata kazi, tuweze kusonga mbele. Kwa hivyo watu wa Kakamega, kazi mlionipatia ya kuwapangia mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, nimeona niwaeleze tu kwa kifupi. Ningeendelea next what we are doing, lakini nilikuwa tu nataka niwaeleze kilimo tumerekebisha, inatusaidia kuzalisha chakula, inatusaidia kutuwekea pesa mfuko. Tumerekebisha maneno ya matibabu, tumerekebisha maneno ya elimu, tunapanga ajira ya vijana wetu, tunataka Kenya iweze kusonga mbele. Na ndio mimi nataka niwaulize ndugu zangu, kazi hii yote haiwezi kufanyika na mtu mmoja na upande mmoja. Ndio sababu tunasema tuungane, tushirikiane, ndio tufanye kazi hii kwa pamoja. Watu wa Kakamega, jameni, mko tayari tuungane, tushirikiane, tufanye kazi hii pamoja? Mimi nitakuja hapa mwezi ujao ama mwezi wa 8 hii Kakamega, kwa sababu niko na mambo 3-4 nataka nikuje nifanye. Muliniuliza maneno ya barabara, si ni kweli? Kuna barabara kadha kidogo budget ilikuwa haijapangwa vizuri, lakini this time round
nimehakikisha kwamba budget ya watu wa Kakamega imepangwa vizuri. Tumetangaza kandarasi on Tuesday ya barabara ya kutoka pale airport kwenda Shinyalu mpaka Chepsonoi. Tumeweka budget shilingi bilioni 2. Tunatangaza hiyo barabara tujenge. Huyu mjumbe wenu alikuja kuniandama. Mara ananitisha, unajua sasa tulikupatia bibi, sisi watu ya Lugari. Usipofanya namna hii tutarecall. Si ndio? Sasa tumeweka pesa barabara ya hapa chini, Mwamba. Si ndio? Naitwa wapi? Hiyo barabara tumetangaza kandarasi, mimi nitakuja mwenyewe mwezi wa 8 kuianzisha. Pia tunatangaza kandarasi ya barabara ya kutoka Tarbo kwenda Makutano, iende Nzoia River pale chini, ipande juu iende Sihendu, iende Saboti mpaka Endebess. Hiyo karibu kilomita 70 na kitu. Hiyo pia mimi nikikuja mwezi wa 8 na kuja kuianzisha. Tujenge, tuweke lami. Mnajua tulikamilisha ile barabara ya kutoka Soi hapo, kutoka hapa Tarbo kwenda Soi. Si namna hiyo? Hapa Kakamega vile vile watu wa Malava waliniuliza barabara ya kutoka Ikoli kuja Mungatsi kwenda mpaka Malava. Imebaki tu kilomita 2 ifike Malava. Lakini waliniambia wanataka hiyo barabara isikwame Malava. Wanataka i-cross barabara hiyo kubwa iende Samitsi alafu iungane na Navaholo. Tayari wale mnafuata, tayari tumetangaza hiyo kandarasi, contractor amefika, mimi nitakuja kukuta hiyo barabara tayari inaendelea. Ile ya kutoka Ikoli mpaka Malava ilikuwa 13 kilometers. Hii tumeweka kandarasi ni 22 kilometers kutoka Malava, Samitsi mpaka kule Navaholo. Tumeelewana? Vile vile katika harakati hii mumesikia mjumbe wetu amesema ya kwamba kuna barabara ile tulianza kule Sianda, inakuja Malaa, inakuja mpaka mahali inaitwa Nambacha, alafu somewhere here. Anasema kuna kilomita sijui ngapi imebaki kutoka sijui wapi hapo mpaka sijui wapi hapa. Si ndio? Sijashika sana, so anieleze vizuri ndio niweze kupanga. Si ndio? Mnasema inatoka Navaholo, Makokoni, Mbande. Mbande, ati inafika Mbande hapa. Alafu unataka iunganishe mpaka wapi wewe? Unataka iunganishe mpaka? Alafu kutoka hapo Ndwandeti mpaka Makutano. Okay. Haya. Alafu amenieleza kwa ile barabara tunatoka Tarbo iende Makutano, ile ingine ikienda Kitale, anasema hiyo ingine ipige kona ikuje Luandete. Lakini sasa wani hii pesa nitatoa wapi? Nitangangana, si namna hiyo? Nitangangana kwa sababu sasa nyinyi mmenipatia hii kazi, lazima nitimize. Ile nimetangaza ni ile iko tayari. Hii ya kuja Luandete nitaipangia ndio niweke barabara hiyo ikae sawa sawa. Na barabara zile zingine zote tuko na barabara nyingi, lakini niliona tu niseme ya Kakamega. Najua mbunge wa Bwana Aseka, mbunge wetu wa Lurambi, mbunge wetu wa kule Butere, kuna barabara hapo imesumbua mimi kidogo, lakini nitatafuta contractor mwingine. Ule mwenye ako hapo amekuwa mjeuri, ni mtu kisirani. Nimemwambia atoke hapo aende achome makaa. Wacha tutafute mtu mwingine ya kufanya hiyo kazi. Alafu pia huyu ndugu yangu Mheshimiwa Innocent. Na mimi nasikia huyu mtu anaitwa Innocent, lakini sina uhakikisho ya kwamba yeye ni innocent. Lakini kuna barabara ya kutoka Fafaro
aliniambia anataka ikuje Kongoni, alafu ikuje mahali inaitwa Mapera. So hiyo barabara nimekubali, tayari contractor tumetangaza, na nikikuja mwezi wa 8 nakuja kuianzisha vile vile. So hii Kakamega niko karibu barabara 6 mpya ambayo tutakuja kuzianzisha, na zile zingine zote zilizokwama tumeshalipa makontrakta. Tunataka waendelee tukamilishe hizi barabara kwa sababu ni ya muhimu kwa kutusaidia kurahisisha usafiri, kuzalisha uchumi, ndio Kakamega na Kenya iweze kusonga mbele. Pia ningependa kusema ya kwamba nikikuja hapa pia muliniuliza maneno ya stima. Na hapa Kakamega ilibaki nyuma kidogo kwa mambo ya stima. Haja tusemeko ukweli. Si ndio? Na ndio sababu hiyo nimeweka affirmative action. Nimesema hii Kakamega sasa tuwapatie shilingi bilioni 3 na tuunganishe wananchi 1000 ama households, manyumba 1035. Mwezi ujao kuanzia tarehe 15 hiyo kazi inaanza hapa, na nitakuja mwenyewe, na nimewaambia kabla ya Disemba hiyo nyumba 1035 zote ziwe zimeunganishiwa stima, ndio nipange ya mwaka ujao. Umeelewana jameni? Na hao wabunge, kila mjumbe anajua ya kwake ni gani, ni ngapi, na tayari contractors tumemalizana na wao. So we were assisting them kwa sababu walikuwa na import vitu nyingi kutoka nje ya kutusaidia kuweka mambo hiyo ya stima. So watu wa Kakamega, mimi nataka niwashukuru. Nitakujia mambo ya barabara vile nimesema, nitakujia mambo ya stima vile nimesema, ile kazi ingine yote nataka tushirikiane. Mheshimiwa Musalia Mudavadi vile mmesikia nimemtuma China. Na nimemtuma China kwa kazi 3. Ya kwanza ni hii barabara ya kutoka Rironi ikuje Mau Summit, ikuje Eldoret, Bungoma hapa mpaka Malaba. Hiyo barabara tunaanzisha mwezi wa 8. Tunaweka contractor kwa ground. Nyinyi mnanielewa? Na tunataka kujenga hiyo barabara namna hii. Pengine hata ikikwama tunataka kufikia hapo katikati. Kwanza awamu ya kwanza inapita Nakuru ikikuja pande hii. Alafu tumesema vile vile kazi ya pili nimetuma Musalia ni mambo ya reli. Ile reli ilikuja kukwama Naivasha. Sasa tunataka kuleta pia mpaka Malaba. Na hiyo pia tunataka itoke Malaba before the end of this year, iwe imeanza ndio tusukume ifike hapa Malaba. Tunaelewana? Na jambo la 3 nimetuma Musalia kule China ni maneno ya soko. Nyinyi mmesikia ya kwamba tunazalisha avocado, tunazalisha kahawa, tunazalisha chai, tunazalisha macadamia, kahawa. Sasa hiyo mambo yote soko kubwa. Tuko na soko ya Uingereza ambayo tumesign tayari agreement inaitwa Economic Partnership Agreement. Hiyo soko iko wazi. Tuko na soko ya Marekani ambayo tumefanya kupitia kwa ile inaitwa AGOA. Na sasa tuko na soko ya China ambayo sasa kina Musalia wanamalizia, ili kwa miezi 3-4 ijayo tunaweza kupeleka bidhaa yetu ng'ambo, tuhakikisha kwamba soko yetu, bidhaa yetu inapata soko, tuweze kuuza kwa bei ya sawasawa, ndio pesa ipatikane, foreign exchange ipatikane, na tuweke pesa kwa mfuko ya wakulima wetu. Tumeelewana jameni? Tuko pamoja? Sasa hiyo ndio kazi mlinipatia. Na hiyo ndio kazi mimi nafanya. Na nafanya na bidii sana. Nyinyi mnanielewa? Hawa watu wengine hawana mpango, msipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa
Ruto must go itakusaidia na nini? Hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana, you have no plan to do anything. Alafu ni mtakubali hii story yao watu ambao hana mpango yoyote. Ati kazi yao kubwa ni ukabila. Shares, sijui ya nani, sijui chuki, sijui kisirani. Hata mwangalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana. Ni kama sijui nani aliwakosea. Na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya, wakuje tukutane kando huko. Kama namna gani? Nitawamalizia pale kando. Wao watu sijui kama tunaelewana. Ya muhimu, ndugu zangu watu wa Kakamega, ya muhimu ni vile vijana wetu watapata kazi, vile kilimo itatupatia pesa, vile watoto wetu watasoma, na vile matibabu itapatikana. That is what is important to us as a people, to the people of Kakamega, to the people of Western, and to the people of Kenya. Mnasema tutashirikiana pamoja jameni? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wale wanasema tuendelee na hiyo kazi nione kwa mkono. Basi. Sasa huyu nabii, na sijui nabii ni prophet ya kweli ama ni prophet ya gani tena. Sasa huyu nabii aliniambia watu wa Friends, si ndio? Waliitana wakati mwingine, katuma speaker, ati mko na maneno yenu hapa, mnataka kununua basi, si ndio? Nikatumana, speaker akafanya na wale wengine. Sasa ikapatikana pesa milioni 6 na kitu, basi ni milioni 10 na kitu. Sasa huyu Nabera tena akarudi kwangu, akasema sasa ile basi tulifanya namna hii haikujaa, imebaki milioni 4 na nusu, si utu pangieko. Sasa nikauliza yeye, si wewe si unaniumiza? Akaniambia hapana, najua Shemeti lazima anafanya tu kila siku. So nimeenda nimelipa hiyo pesa, basi ndio hii. Si ndio? Kwa sababu alikuwa ameniambia nikuje nifanye harambee tena. Akasema sasa takuja kufanya harambee tena ama wacha tu nilipe hii basi ndio mambo iishe, ndio tumalizane. Si ndio? Sasa tena ameniambia sio hiyo peke yake. Ndio tafadhali mimi naomba nyinyi mnisaidie, huyu mtu atakuja kuniumiza. Sasa sio barabara, sio nini, basi ndio hiyo, lakini bado hajaniwacha. Ananiambia tena ati ile mahali nilikuja kufanyia harambee pale haijakamilika, si ndio? Ati imebaki sijui shilingi milioni 2 sijui ngapi. So basi, so nimesema milioni 2 pengine niongeze ikuwe milioni 3, nitawapatia mumalize hiyo. Na wewe sasa nabii, please sasa usirudi tena kwangu na mambo. Hapana, sasa huyu mtu munisaidia jamani, munidefend. Huyu mtu ananipeleka kama gari ya miraa, ama baiskeli ya kuibiwa mbio mbio, ama nyinyi ndio mmemtuma? Oh my goodness. But you have a good MP. Nataka niseme pongezi. So ile kazi ingine mmesikia vile tumeshirikiana na yeye na viongozi hao wengine wote. Na mimi nataka niwashukuru wabunge wa Kakamega, gavana wa Kakamega, wale wengine wote, nasema asante sana. Kwa ushirika wenu tutapeleka Kakamega mbele na tutaenda pamoja. Tunaelewana jameni? So Kakamega mimi nataka niseme asante sana. Ameniambia ya kwamba kuna shule hapa
inahitaji mambo kidogo. Nasema laboratory. Laboratory. Sasa wewe tutafanya hiyo na wewe. Sasa usiniwachie. Mimi nitakutafutia milioni 5 next week. Ukuje uanzishe alafu umalize. Situwajie hapo jameni. Tumekubaliana watu wa Kakamega. Na sikizeni. Huyu mjamaa pia na wabunge wa hapa wamesema wanataka tuinue wale wako chini. Wale kina mama mboga, wale mabodaboda wengi tuwainue kwa mambo ya empowerment. Si namna hiyo? Na mimi niko tayari. Wakijipanga mimi niko tayari. Kwa sababu tulikubaliana mambo ni bottom up. Yaani wale wako chini tuwainue. Ama namna gani? Watoke chini waende namna hiyo bottom up. So mjipange. Na sio ati ni mambo ya kiholela, hapana, mambo yako kwa mpango. Tayari tulitoa pesa kwa Hustler Fund. Watu wanakopa pesa kidogo kidogo. Sasa awamu ya pili tumejenga soko, tumejenga hizi zingine zote, tuwapatie pesa ya kuinua wale watu wako chini. Namba ya 3. Na mimi nataka munisikize vizuri. Namba ya 3, sasa tumekubaliana na World Bank ya kwamba hii kuinua watu wa chini, tuko na sasa pesa bilioni 5 ya kupatia wale wafanyabiashara wa chini, wale wadogo wadogo wale. Na mjipange, kila ward tunataka wafanyabiashara wadogo wadogo 70. Tuwapatie kila mmoja wao 50,000. Na sio mkopo, grant. Yani pesa grant, sio mkopo, ndio wainuke. Tunaelewana? Wafanyabiashara 70. Kwa hii constituency yenu hii ya Lugari tuko na pesa milioni 21 ya kupatia wale wafanyabiashara wadogo wadogo. Na hiyo kazi mimi nitakuja hapa Kakamega mwezi wa 8, 9 tukuje tupatie hawa pesa hiyo, tuinue kila mtu. So this empowerment is not a facade temporary program. It is a program in our manifesto. How to lift those at the bottom of the pyramid through making sure that they are organized in cooperatives, they are organized in circles, they are empowered to do business, and that is why we have a whole plan on how we are going to lift those of us who are at the bottom of the pyramid so that they can join the rest in growing the economy of our country. And we are going to work on it, all of us together. So, watu wa Kakamega wacha niwachie hapo, niseme nimefurahi sana. Nimewaletea salamu kutoka mke wangu ambaye ni mtu wa pande hii. Na niliona huyu nabii anaringa na bibi yake. Anasema unaona bibi yangu yuko hapa. Nafikiri alikuwa anaona mimi sijakuja na bibi yangu. Ndio alikuwa ananikejeli. Lakini si mnajua hata bibi yangu pia anatoka sehemu hii. Next time wewe nabii usicheze. Basi Kakamega, mimi nasema asante sana. Nawatakia heri. Mungu awabariki. Nyasaye amulinde.